Hebu mchapie Bwana makofi. Yesu alikuwa. Yesu alikuwa. Akaongezeka. Yesu. Tunamwamini nani? Tunamwamini nani? Yesu. Aliyefanya nini? Akafanya nini? Tunamwamini Yesu aliyekuwa na kuongezeka. Aliyekuwa mwana wa Mungu alikuwa na kuongezeka. Wewe upo, Bwana ataniinua. Sawa. Tutasubiri sana. Usipokuwa na kuongezeka, unajua kitu. Unaomba hela, Mungu anakupa biashara. Kwa nini asikupe hela moja kwa moja kwamba Bwana mtutaka kuua hapa? Kitita, kuchinene. Mputi wa pocket. Hakupi hela, anakupa kitu cha kukupa hela. Uelewa wapi tu? Umeomba heshima, Mungu anakupa watoto. Alafu watoto wanaoinua wanakuheshimisha. Ushikaji. Unapokuwa na kuongezeka, ndipo Mungu anapokusaidia na kukufanikisha. Kuwa na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na kuongezeka. Maisha ni siri. Usitake maisha kabla unajua siri za maisha. Kama maisha yangekuwa ni maisha, basi siri za maisha hazina maana. Ni hivi, tunaposema wachawi wapo. Wachawi sio kwamba wapo kwa sababu ni wachawi. Wapo kwa sababu ya siri za uchawi. Yesu aliyekuwa mwana wa Mungu alikuwa akaongezeka katika nguvu na neema ya Mungu ikawa juu yake. Waebrania 15:12 tunasema kwamba mkiangalia sana mtu yoyote asipungukiwe neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likakibua likawaumiza wengi. Maana nini? Nisipokuwa katika Mungu na kuongezeka katika Mungu na kupungukiwa neema. Kwa nini? Mungu anaitwa Roho wa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninapokuwa na Mungu muda wote, ndipo ninapokuwa na nguvu rohoni. Usipokuwa mtumishi wa Mungu, usipokuwa, maisha yako yatakuwa ni ya kilokole, sio ya wokovu. Kiwa tofautisha walokole na waliookoka. Asubuhi tunajifunza kwamba tembea na nguvu za Mungu. Tembea na nguvu za Mungu. Ni kweli Mungu hatakujibu, lakini tembea na nguvu za Mungu. Tembea. Roho Mtakatifu ni maji yaliyo hai. Nani ambaye hatumii maji? Kwa unapokuwa na Roho Mtakatifu kila itwapo leo, hata kama huna heshima, maji yatapata popote yalipo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatumia maji, wanakunywa maji, wanatembea kwa sababu ya maji. Wewe jitengenezee thamani, jiongezee thamani kwa kukua katika Bwana na kuongezeka katika Bwana. Usitembee katika Bwana peke yake. Neema ambayo Mungu amekupa, Paulo anasema kwamba tusiitumie bure. Neema ya wokovu ambayo tumepewa tusiitumie bure. Tuitumie kwa faida. Ni kweli Mungu amenipa uzima. Katika uzima wangu natumiaje opportunity ya kwenda kwenye maombi? Katika uzima wangu natumiaje katika hali hii ya neema ambayo nimepewa, natumiaje nafasi? Haleluya, haleluya. Amina. Mungu akinipa uzima, nisikilize. Akinipa uzima, maana yake amenipa neema ya kuongezeka. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu, huyu Yesu tunayemzungumzia, anasema aliwaponya na kuwasaidia waliokuwa wanashindwa. Walikuwa wanashindwa kufanya nini? Maana walikuwa wamekosa neema ya kuwa wazima ili kuwafanya mambo yanayoleta uzima kwenye kesho zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe sio kwamba tustahili kuumwa. Sio kwamba tustahili kufa. Mungu ametupa neema, nafasi ya kuongezeka. Siku moja nikawa naangalia baba yangu. Tumeenda shambani tumelima. Maanake akaanza kuota. Mvua ikawa imeondoka kidogo. Maanake mwingine alikuwa anahangaika kuchoka. Kwa kawa anatoa ule udongo ambao unazuia ile mbegu isitoke.
anaipa neema ya kukua. Haipi neema ya kukua kwa sababu ni mbegu, ila ni kwa sababu itakuja kuzaa mbegu nyingi. Mungu akituokoa hataki tushindane makanisani, hataki tupambane na watu. Anachotaka tupambane na vilivyokuwa vikwazo vya kuziendea hatima zetu, ili siku moja tuseme Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya. Yesu ni Bwana. Tukipita kushoto tunaambia Yesu ni Bwana. Tukienda huko tunasema Yesu ni Bwana. Tukikuwa na kuongezeka katika Mungu, hatutashindana na watu, tutashindania kesho yetu. Tukikuwa na kuongezeka katika Mungu, hizi akili hizi zitakuwa ni nzuri kuliko tulizonazo sasa. Tunaenda kipengele cha pili. Faida ya kuongezeka katika Mungu. Ukikubali kuongezeka katika Mungu, andika hapo, unapata faida gani? Faida ya kwanza, mtu anapokubali kuongezeka na kukua katika Mungu, anakuwa majibu kwake mwenyewe na kwa watu wengine. Mama, baba, kijana, mtoto, na unanisikiza muda huu mchana wa leo, ukikubali kukua na kuongezeka katika Mungu, unakuwa majibu kwako mwenyewe na kwa watu wengine. Kubali kukua kifedha, kubali kukua kiakili, kubali kukua kimaarifa. Mhubiri anasema kwamba si wenye ndio washindao michezo, bali upo wakati wa neema. Ule wakati wa neema Mungu anapokukuta umekuwa na kuongezeka katika hekima na nguvu rohoni, ukabidhi ufalme kwake, sio kazi. Haleluya, haleluya. Wewe unahitaji kikao. Kwa nini umekuwa na kuongezeka? Unapokataa kukua na kuongezeka, unatengeneza ukuta. Kuna wakati ambao Mungu anakuja kutamka ya kwamba huyu hastahili kuwa mfalme, anakukuta umekuwa na kuongezeka, anakukata. Unakuwa ni mtu ambaye hujazaa. Faida ya kwanza, ukikubali kukua na kuongezeka, unakuwa majibu kwako mwenyewe na kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe utakuwa majibu kwako mwenyewe na kwa watu wengine, piga makofi pale ulipo kwa jina la Yesu. Piga makofi tena kwa imani kwa jina la Yesu. Wewe utakuwa majibu kwako mwenyewe na kwa watu wengine kwa jina la Yesu. Ukisikia mtu anasema yule ni mzazi bora, sio kwamba alikuwa bora kwa sababu ni mzazi, aliongezeka na kukua kutengeneza ule ubora. Faida ya pili, unashinda zaidi ya kushinda. Unapokuwa zaidi, unashinda zaidi. Unapokataa kukua zaidi, ndipo unaposhinda zaidi. Maarifa yanapoongezeka, yanapokuwa makubwa kuliko changamoto, manake moja kwa moja ushindi wako unakuwa ni mkuu sana. Ndio maana Mungu muda mwingine hazuii majaribu yasitupate, ila anainua viwango vya ukubwa kuliko majaribu. Kwa jaribu kubwa linapokuja, linakutana na imani kubwa iliyokuwa kwa muda mrefu na kuunganishwa na mambo mengi sana mbele za Mungu. Kwa mawimbi yanapokuwa yanakuja, imani yetu inakuwa kubwa kuliko mawimbi. Tunakuwa tunapaa angani. Haleluya, haleluya. Tunapita katika viwango. Haleluya. Kijana, kuwa na kuongezeka. Uzuri sasa hivi kuna ukuaji feki. Unaweza kupata moja kwa moja gari, nyumba, sasa hivi kupata cheo, ukapata mke. Pokea mke. Usipojiandaa ukasema Bwana, nataka nikue katika wewe, utakuwa wajabu wewe hapa duniani, utashangaza wewe. Kifo na mauti kimebeba katika mafanikio ya mtu. Mungu haogopi kutufanikisha, ila anaangalia usalama wetu baada ya kutufanikisha. Mungu anapokuwa anamuinua mtu, hamuinui mtu ili aiburudishe. Anamuinua mtu akiangalia usalama wa mtu.
usalama huyo mtu wa kusudi la Mungu ndani yake na hatima yake. Mungu sio furaha wewe ufanikiwe halafu upotee. Yaani ni hivi, Mungu hafurahi sana heri vitu vya kujinuka vikapotea. Sasa kama Mungu anaweza kutuinua na kutusaidia na kutufanikisha, tukubali kukua na kuongezeka. Bwana asifiwe sana. Kijana, kubali kukua na kuongezeka. Yapo mema mengi. Haleluya, haleluya. Hapo tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 9. Ndio ninasemaje? Lakini kama ilivyoandikwa. Sikiliza kwa makini. Mambo ambayo jicho halikuyaona. Jicho hili la kwangu na la kwako halikuyaona. Wala sikio halikuyasikia. Wala sikio hili la kwangu na la kwako halikuyasikia. Ni mapano, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo jicho halijawahi kuona, wala sikio halijawahi kusikia, wala moyo haujawahi kuamini. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wale wampendao. Upendo unapimwa kwa hatua na nyakati na majira. Ili mtu athibitishe fulani ananipenda, anapima udumisho wa upendo kwa wakati na majira. Biblia inasema hivi, mambo ambayo macho yetu na masikio yetu na moyo wetu havijawahi ku-experience yatatokea, na hayo mambo wameandaliwa wale wampendao. Ni hivi, Daudi kuwa mfalme wa Israeli ni mambo ambayo jicho, macho na mioyo ya watu duniani haijawahi ku-experience. Mambo ambayo yaliandaliwa kwa ajili ya watu wanaompenda Mungu kama Daudi, hata kama wako kule. Sijajua wewe kwenye fikira zako na moyo wako uko wapi, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Kama kuna kiini cha kumpenda Mungu ndani yako, kuna mambo yameandaliwa mbele yako. Hayo mambo hayawahi kuonekana na ukoo wenu, hayawahi kuonekana na Tanzania, hayawahi kuonekana na watu wengine. Usikilize, shida wewe unafananisha Mungu na vitu ambavyo wewe umeexperience. Mungu huwa analeta vitu ambavyo dunia haijawahi kuexperience. Mpende Mungu kwa jina la Yesu. Kuna mambo yameandaliwa mbele yako. Sasa kama Mungu anawaandalia watu, maanake hawa watu wanaoandaliwa pia wanaandaliwa. Ukiitwa nyumbani katikati ya watoto 10 uje useme mbadala wao, kilichofanyika ni kukua na kuongezeka au kuandaliwa. Ndio maana hata kama kuna wageni, mzazi anakwambia hivi, wewe Doto, nenda kacheze kule, anakujua wewe ni bangi. Usije kumzalisha pesa. Ukiangalia. Lakini kuna mtoto hata akija pale, anasema njoo mwanangu, kaniwekee simu mezani. Ndio maana hata mzazi zamani unaangalia, anaangalia watoto wake 10. Anasema huyu ndio mtoto na hawa ni watoto. Mwisho wa siku hata kama kuna wageni, anaitwa yule ndio mtoto. Fulani njoo. Kwa sababu yule ambaye hana hekima anaweza kaitwa akakimbia akaenda kadondoka mbele za watu. Yule ndio watoto wake. Ila yule ambaye ndio mtoto anakuja anakimbia, alafu kishafika pale anatembea kimgandisho. Haleluya! Sasa wewe ndio mtoto au wewe ni mtoto? Ndio maana muda mwingine sio kwamba binadamu ana upendeleo. Basi kama ni upendeleo umeanzishwa na Mungu mwenyewe. Ndio maana kuna mtu anayesimama mbele za watu kutoa point, wale wazee wa heshima wanaweka hivi. Kwa pumba zitakazotoka hapa Mungu. Kwa sababu umekataa kukua, umekataa kuongezeka, umekataa kuandaliwa, halafu unataka Mungu akuinue. Never. God is God of preparation. Yaani ni hivi, kama Kiingereza ni kigumu, ingurumi inataka